Wananchi hawa waombe na kura. Asante. CCM oye! CCM oye! Tanzania oye! Daktari Samia Suluhu Hassan mitano! Daktari Samia Suluhu Hassan mitano! Mumbu oye! Mputo safi! Kiwawa mpo! Vigeregere! Wakina baba Nguruma! Wakina mama vigeregere! Kazi na utu! Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Habari gani neno? Jimushira. Asante. Awali ya yote naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, naomba niwashukuruni wana Kiwawa, wana Mchinga. Lakini kwa leo niwashukuru sana wana Kiwawa, wana Mputwa na kule Mumbu. Kwa sababu Mumbu nilikuwepo asubuhi, baada ya kumaliza ile kazi tumekuja hapa, na kila sababu ya kuwashukuru kwa maandalizi yenu mazuri na makubwa kuhusiana na mkutano wa ndani na kuhusiana na mkutano wa hadhara. Ongereni sana. CCM oye! Baada ya shukrani hizo za dhati, leo ni tarehe 23 ya mwezi wa 10 mwaka 2025. Tumebakiwa na takriban siku 5 kama tunavyosema Mama Samia Suluhu Hassan mitano tena. Kwa hiyo leo tumebakiwa na takriban siku 5 kufika tarehe 29 ya mwezi wa 10 mwaka 2025. Tuna kila sababu ya kutoa shukrani nyingi sana kwa Mwenyezi Mungu. Tumekuja Kiwawa, kata hii ya Kiwawa kwa sababu kubwa hii moja. Tuko kwenye kipindi cha kampeni, ndio tunahitimisha kampeni kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Tunahitimisha sasa. Katika kuhitimisha kwetu kampeni, lakini kampeni hii ni ya kumchagua Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ya kumchagua mbunge au wabunge wa nchi yetu kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi, na kuwachagua madiwani kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Sisi kama chama tumesimamisha wagombea kila eneo. Tumesimamisha madiwani wote katika nchi ya Tanzania. Tumesimamisha wabunge wote katika nchi ya Tanzania, na tumesimamisha mgombea ambaye ndiye anayefaa kuliko wagombea wote, si mwingine bali ni Daktari Samia Suluhu Hassan. Katika kipindi chake cha miaka mitano amefanya mambo mengi na makubwa ambayo hayajawahi kufanyika tangia muasisi. CCM oye! CCM oye! Kila mtu alifanya kazi kwa kipindi chake, lakini Daktari Samia Suluhu Hassan naye amefanya mambo mengi na makubwa. CCM oye! Katika jimbo letu tu, ndio maana tunasema mambo aliyofanya ni mengi na makubwa. Katika jimbo letu tu la Mchinga, ndani ya miaka mitano, Daktari Samia Suluhu Hassan mambo aliyoyafanya hayana mithili yake. Mithili yake ikiwa na maana hayana mfano wake. Ndani ya miaka mitano jimbo la Mchinga tumepata pesa takriban bilioni 115. Ni pesa nyingi sana. Imani na Samia. CCM oye! Jimbo la Mchinga ni miongoni mwa majimbo 272
ya taifa letu la Tanzania. Kama Mchinga imepata bilioni 115, mengine yamepata kiasi gani? Lakini kila mtu anasema cha kwake anachokiona kinafaa. Sisi tumeona hii bilioni 115 ndio tumeipata, lakini hata hivyo ni matarajio yetu katika bilioni tulioipata ndani ya jimbo zima, kata ya Kiwawa imepata bilioni 2. Na bilioni hizo 2 zimetumika katika miundombinu ya barabara, zimetumika katika maji, zimetumika katika afya, zimetumika katika umeme, zimetumika katika elimu, na zimetumika katika mawasiliano ya simu zimetumika, na zimetumika katika mambo mengine mengi. CCM oye! CCM oye! Sasa kwa muktadha huo ndio maana tunasema Daktari Samia Suluhu Hassan anatosha na change inafanya nini? Inabaki. Wakati nakuja Kiwawa hakukuwa na maji Kiwawa. Wakati nakuja Kiwawa hakukuwa na umeme. Wakati nakuja Kiwawa hakukuwa na barabara inayopitika. Siku moja nimekuja hapa, nimefanya mkutano wa hadhara. Baada ya muda si mrefu wakaniambia, mama, tunaomba sasa hivi uahirishe mkutano, kwa sababu kama mvua hii, kulikuwa na wingu limetanda la ajabu, kama mvua hii ikikukuta hapa mama, hapa utoki hata na kitu gani. Pikipiki haipiti, gari haipiti, kitu chochote haipiti, labda ije helikopta ndio ikuokoe hapa. Zaidi ya hapo mama hautoki hapa. Wananchi wenyewe wananiambia ondoka sasa hivi. Kabidi niahirishe mkutano niondoke zangu. Nafika tu Milola mvua ikaanza kunyesha. Barabara hii ilikuwa si barabara, nakuja na gari, nikija na gari. Siku hiyo gari zote unaziacha gereji, zinaenda kutengenezwa. Na ndio maana katika vipindi hivyo hakuna watu hapa ambao walikuwa wanakuja Kiwawa hii, kwa sababu wakija wakirudi lazima magari yao yaende kutengenezwa na gharama yake si ndogo. Leo hii tunakuja na magari Kiwawa na tunarudi na magari Kiwawa. Hata kama mtu aliyekuja mara ya kwanza anaona hii barabara, lakini barabara hii kwa wanakiwawa hii ni lami hapa. Uongo wanakiwawa? Magari yalikuwa yapiti hapa na ubovu huo, lakini hiyo ni hatua kubwa ya maendeleo. Sasa ndio maana tunasema chagueni CCM ili hapa tulipokuwepo tuzidi kusonga mbele. CCM oye! CCM oye! Hakuna chama kingine zaidi ya Chama cha Mapinduzi. Sasa ninachoomba wanakiwawa, ninachowasihi wanakiwawa, chagueni CCM. Sasa katika kipindi chetu cha miaka inayokuja mitano, inshallah biidhnillah, tukipata ridhaa ya kuendelea kuongoza taifa letu, ya kuendelea kuongoza jimbo letu na kuendelea kuongoza kata yetu, nini tutafanya? Naomba mnisikilize mambo ambayo tutayafanya. Kwanza kabisa, tutahakikisha tunaboresha mtandao wa barabara kutoka Milola Kiwawa na Milola Mputwa. Serikali imetenga bajeti ndogo awamu ya kwanza ya milioni 270 kufanya ukarabati huu. Ina maana hizi pesa tayari zimefanya nini? Zimetengwa. 2. Tunatambua changamoto ya uchakavu wa miundombinu ya madarasa na uhaba wa nyumba ya walimu katika shule zetu za msingi. Awamu hii tutahakikisha tunaboresha katika miundombinu hii. Namba 3.
Tutahakikisha tunasaidiana katika kuboresha miundombinu ya shule zetu za msingi hapa Kiwawa na Mputwa kwa kufanya ukarabati wa majengo yake. Hii ni mipango ya miaka 5 ijayo. Nini tunachotaka kufanya kama serikali? Tutahakikisha tunasimamia masuala ya michezo na burudani kwa vijana kwa kuendelea kugawa vifaa vya michezo na kushiriki mashindano mbalimbali. 5. Tutaendelea kusimamia suala la upatikanaji wa mikopo kwa watu wenye mahitaji maalumu, vijana pamoja na wanawake. 6. Tutaendelea kuiomba serikali tupate kitu kimoja ambacho tukipata hizi changamoto nyingine zote ndogo ndogo zitaisha, kwa sababu tutakuwa na mamlaka yetu wenyewe ndani ya jimbo letu la Mchinga. Na hii tulimwambia Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini kuna swala ambalo lazima tuzidi kulisimamia, swala la wanyama ambao ni wanyama waharibifu, wale akina ndovu, ambao ndovu nao wanachangia kwa kiasi kikubwa kutuletea umasikini katika jimbo letu na katika kata zetu hizi ambazo ziko katika tarafa yetu ya Milolo. Na mafanikio haya ni kupunguza kwa ujangili kwa 90. Sasa mimi nataka nianzie hapo katika kupunguza ujangili kwa 90. Kweli nakubaliana nao. Ujangili umepungua kwa 90. Kupungua kwa ujangili kwa 90 ndiyo kumeweza kuleta madhara. Tembo wameongezeka, tena wameongezeka kwa kiasi kikubwa. Na kuongezeka kwa tembo hawa kumeleta madhara makubwa katika nchi yetu. Na hili ninalizungumza kila mtu hapa ambaye kwenye eneo lake anapitiwa na tembo. Unakuta tembo hao kama hawajaua watu, tembo hao kama hawajakanyaga mazao, tembo hao kama hawajavunja nyumba, tembo hao kama hawajaribu miundombinu ya barabara, si tembo. Sasa kwa hiyo hapo nikiwa kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nikichangia hoja, lakini zaidi nikieleza changamoto ya wanyama ndovu ambao wana athari kubwa katika jimbo letu na hasa katika tarafa yetu hii ya Milola. Endelea. Tengenezewe mazingira ya kimkakati. Tunajua tembo wana manufaa. Tembo anasaidia watalii wanapoingia kutafuta tembo alipo, pesa za kigeni zinaingia. Lakini pamoja na kuingia pesa za kigeni, madhara tunayopata kama wananchi ni makubwa. Akikanyaga mazao, watu watapewa fidia aidha ya chakula na vitu vingine. Chakula kitatolewa, lakini mtu huyo anapouawa, compensation yake ni kitu gani? Uhai, hakuna kitu kingine. Kwa hiyo hili ni lazima tuliangalie kwa umakini. Sasa nataka nizungumzie tu kwenye jimbo langu la Mchinga. Jimbo la Mchinga hili lina shida kubwa sana ya tembo. Tembo ni wengi. Kila kukicha unapata adha ya tembo. Ukienda kata ya Kiwawa, tembo ndio wanakolala. Ukienda kata ya Milola usiseme. Ukienda Rutamba, tembo wamejaa. Ukienda Nangaru, kutwa hii watu wanahangaika na tembo. Lakini tembo hawa tunaambiwa watu walime mazao ya chakula na biashara. Sasa kama tembo huyo akija kwenye eneo, kazi yake kubwa ni kutingisha aidha mikorosho au minazi. Mtu ataweza kulima na tembo anatingisha nazi. Nazi zikianguka, kazi yake utembo kula hizo nazi. Anakula nazi. Kwa hiyo matokeo yake hakuna mashamba. Hata kwenye mazingira yale ambayo wanalima mazao ya kawaida ya bustani, akija kwenye shamba bustani ya
tikiti maji, matikiti maji yale yote yanaliwa, hakuna hata moja linalobaki. Hao ndio nani hao? Sio tembo hao. Kwa hiyo upande ule wa kwetu kule kuna njaa, Mheshimiwa Spika, kwa ajili ya hawa wanyama tembo hao. CCM oyee! Kwa hiyo kuhusiana na swala la wanyama hawa tembo au ndovu, tumepiga kelele sana, na baada ya kupiga kelele hizo nyingi ndio tukajengewa kile kituo. Na hiki kituo tulichojengewa hapa Milola, sio kwamba kila kona wamejengewa. Tumejengewa sisi Wanamchinga, tumejengewa sisi tarafa ya Milola. Na baada ya kujenga hicho kituo tumeletewa maaskari. Kituo kimegharimu zaidi ya shilingi 83 milioni. Tukaletewa na askari, tukaletewa na vitendea kazi kama pikipiki na vitu vingine. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo tunahangaika nayo katika jimbo letu la Mchinga na hasa katika tarafa yetu ya Milola. Kwa hiyo ndio maana tunasema tunaomba hiyo ridhaa. Tukishapata hiyo ridhaa tuendelee kuhangaika nayo haya ili kupunguza changamoto za hawa wanyama tembo na kuleta starehe katika maisha ya watu na hasa Wanamchinga na wana Milola, yani wanatarafa katika kata zetu za kata ya Nangaru, kata ya Matimba, kata ya Kiwawa, kata ya Milola na kata ya Rutamba. Sasa baada ya hapo vile vile leo nilielekea Mumbu. Mumbu kuna watu wengi na watu vile vile wanahitaji huduma za kijamii kama shule. Kutoka pale kuja kufuata shule iliko ni zaidi ya kilomita 6 kwenda na kurudi kilomita 12. Mtoto mdogo kama huyu anawezaje? Sasa hili nimelichukua, na katika kulichukua nitahakikisha mara tu tutakapopata ridhaa, kitu cha kwanza ni kuhakikisha wananchi wa Mumbu wanapata shule shikizi kwa ajili ya watoto hawa. CCM oyee! CCM oyee! Si hilo tu, bali kutoka hapa mpaka kuelekea Mumbu na kutoka pale katikati pale kuelekea huko mbele, bado huko mbele kuna kijiji kingine, lakini hali ya barabara kwa kweli ni mbaya sana. Hapa njiani tunahitaji makaravati yale mawili. Ina maana kwamba wakati wa mvua hapa kutakuwa kisiwa. Sidhani kama kuna mtu atakayeweza kumruhusu mtoto wake apite pale kama kwenye kijimto. Inaelekea maji ni makali, mtoto mwenye miaka 4 hawezi kuvuka. Matokeo yake kama atavuka mwenyewe anaweza akachukuliwa na maji, na matokeo yake ni mtoto kupoteza maisha yake. Kwa hiyo ni lazima barabara tutengeneze na shule tuiweke kule ili kumpunguzia mtoto huyu kutembea umbali mrefu kutafuta elimu, ambayo elimu ndiyo haki yake ya msingi. Ndiyo haki ya msingi kwa mtoto wa Kitanzania kwa mujibu wa katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. CCM oyee! Sasa baada ya kuyasema hayo, ninaomba hawa hapa naomba ili bango. Naomba bango hili na yale mengine yale. Hawa ndio wagombea wetu ambao tumekuja kuwaombea kura. Huyu ni makamu wa rais na huyu hapa ndio rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa mujibu wa bango letu hili dogo, hili hapa ni bango letu dogo. Bango hili lina wagombea wapatao 17 katika ngazi ya uraisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. CCM oyee! CCM oyee! CCM oyee! Kidumu Chama cha Mapinduzi! Sasa sisi ni wagombea namba 1 Chama cha Mapinduzi. Hapa kuna alama ya CCM, hapa kuna mgombea mweza Daktari Emmanuel Nchembe, alafu kuna mgombea urais ambaye si mwingine bali ni Daktari Samia Suluhu Hassan. Hatimaye hapa kuna alama mbele yake, wewe weka alama ya tiki. Tunaweka alama gani? Tiki. Tunaweka alama gani? Tiki. Upande huu tunaweka alama gani? Tiki kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. CCM oyee! Upande huu tunaweka alama gani? Tiki kwa nani? Kwa Daktari Samia Suluhu
Hassan. Na upande huu tunaweka alama gani? Tiki kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Naomba wale wote watakaoweka tiki na kule waliokaa mbali kule waliokaa mbali tunaweka nini? Tiki kwa nani? Kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. CCM oye! Watakaoweka tiki kwa Daktari Samia Suluhu Hassan, mikono juu. Mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu. Wale wasioweka mikono juu hamtaki maendeleo, nyewe hamtaki umeme, hamtaki maji. Nyewe ndio wa chama kile kingine kisichokuwa na rais. CCM oye! CCM oye! Haya, watakaoweka tiki kwa mimi Salma Rashid Kikwete, mikono juu. Mikono juu. Nataka niwaone. Au nyie hamtaki? CCM oye, hamtaki maendeleo Hamtaki maendeleo Na wewe unauza dagaa, hutaki maendeleo hapo? CCM oye! CCM oye! Asanteni sana kwa kura nyingi kwa Mheshimiwa Rais, kwa Mheshimiwa kwangu mimi Salma Rashid Kikwete. Sasa tunaenda kwa diwani wetu, mtoto wetu Mwana Kiwawa, mzaliwa wa Mumbu. Wazazi wake wanatokea Mumbu. Umeelewa Mumbu iko wapi? Iko wapi Mumbu? Iko huku wapi? Kiwawa. Sasa mnaposema si tunataka wa Kiwawa, hatutaki wa wapi kule? Mputwa maana yake nini? Maana yake nini? CCM oye! Kwa hiyo tarehe 29 ikifika unachukua unaweka wa. Tunatiki kwa nani? Kwa Selemani nani? Magaya. CCM oye! Haya, mikono juu, mikono juu kwa Magaya, mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu. Mikono juu, mikono juu, na angalia wote, na angalia. Kumbe yule aliyekuwa hajanyosha amekimbia moja kwa moja. CCM oye! Kidumu Chama cha Mapinduzi! Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Na hii hapa ndio ballot paper au karatasi ya kupigia kura. Huyu bwana Mgaya, ndugu Mgaya, yuko namba 2 chini hapa. Juu kuna chama kingine, chini kuna CCM. Kwa hiyo unachokifanya unamwangalia kwa makini, angalieni kwa makini, msiende haraka haraka tu. Mkienda haraka haraka tu mtakosea. Na hiyo alama ya tiki ikae ndani ya kisanduku mle na isipitilize. CCM oye! Unaweka hapa ile tiki. Sawa CCM oye! CCM oye! Tumeelewana Na ile ya mbunge ile narudia tena, ya mbunge. Mbunge yuko mwenyewe peke yake. Hana wawili, watatu wala wangapi. Yuko peke yake. CCM oye! Mmemwona huyu mbunge huyu? Chama mmekiona CCM. Mbunge Salma Rashid Kikwete. Wewe unaweka kwenye alama ya ndio, unaweka tiki. Na ile tiki isipitilize. Mmenielewa? Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mwenyezi Mungu ajaze heri. Tufike tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025. Tukatiki. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mwenyezi Mungu awabariki.